tunaona Ibrahim anatoka asubuhi kwenda mahali alipokuwa amesimama mbele za Bwana. Katika sura hii tunaona Ibrahimu aliondoka huko na kwenda nchi ya kusini, akakaa kati ya Kadeshi na Shuri. Sasa historia nzima ya kisa hiki ni kwamba Ibrahim baada ya kuondoka pale mahali alienda nchi ya kusini. Kule nchi ya kusini alitembea katika nchi iliyokuwa inaitwa Gerari. Ile nchi ya Gerari alikuwepo mfalme wa Gerari aliyekuwa anaitwa Abimeleki. Sasa wapo na Sara mke wake wanatembea wanaenda, wakakutana na Abimeleki ambaye alikuwa ni mfalme wa Gerari. Alipofika yale maeneo akamwona yule mfalme na mfalme akawaona. Ibrahim kwa kuhofia kuuawa kwa sababu ya mke wake akasema, hapana, mimi naomba Sara, kila tutakapokuwa tunaenda mwambie yeyote atakayekutana naye mimi ni ndugu yake. Kwa Ibrahimu alipokuwa anakutana na watu alikuwa ameshatengeneza mazingira ya Sara awe anawaambia hao watu yeye ni ndugu wa Sara na si mke wake, na Sara si mke wake Ibrahimu. Kwa nini Ibrahimu alikuwa anafanya hivi? Tunajua mbele ya safari. Sasa wahusika kwenye historia hii, mhusika wa kwanza kama unaandika ni Ibrahimu, yaani mke wake Sara. Huyu ni mhusika wa kwanza, na tutajua uhusika wa kila mmoja tutakapokuwa tunaendelea kujifunza. Lakini mhusika wa pili ni Sara mwenyewe, yaani mke wa Ibrahimu. Mhusika wa tatu ni Abimeleki, yaani mfalme wa Gerari. Na mhusika wa nne ni watumwa wa Abimeleki. Na mhusika wa mwisho ni Mungu. Sasa hapa tunaanza kuangalia uhusika wa kila mmoja mmoja. Anasema Ibrahimu baada ya kwenda nchi ya kusini pamoja na mkewe Sara, alikutana na mfalme wa Gerari aliyeitwa Abimeleki. Abimeleki alimpenda Sara na kumtwaa kupitia watumwa wake ili awe mke wake, yaani akalale naye, kwa sababu Ibrahim alikuwa amemnena Sara ya kuwa ni ndugu yake kwa kuhofia kuuawa. Kwa baada ya Ibrahim kumnena ya kwamba huyu Sara ni ndugu yake, Abimeleki aliona ni haki kumchukua Sara awe mke wake. Akamchukua Sara akaenda naye. Baada ya Abimeleki kumtoa Sara, Mungu aliingilia kati na kumkataza asilale naye na Sara, kwani alikuwa mke wa mtu, hivyo angelala naye angekufa na wale waliokuwa nao wangekufa. Sasa tunaona hapa, tunaweza kujifunza kwamba Abimeleki sasa amefanya maamuzi, amemchukua Sara kupitia watumwa wake. Wale watumwa wameenda wakamchukua Sara wakampeleka kwa Abimeleki. Sasa wakati Abimeleki hajamkaribia Sara, Biblia inasema hivi, Mungu alimtokea katika ndoto akamwambia Abimeleki, huyo mke uliyemchukua ni mke wa mtu, na kwa sababu ni mke wa mtu, ukimkaribia utakufa wewe, lakini pia na wale ulionao watakufa. Kwa wale watu wa nyumbani mwa mfalme wa Gerari, yaani Abimeleki, watakufa wote kwa sababu Abimeleki amemkaribia mke ambaye sio wake, yaani mke wa Ibrahim anaitwa Sara. Mungu akamtokea kwenye ndoto usiku. Sasa tulipokuwa tunasoma hii story, utakuta kwenye ule mstari wa 3 Biblia inasema kwamba lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto usiku. Alipomjia Abimeleki katika ndoto usiku, akamwambia umekuwa mfu wewe, yaani umeshakufa, kwa sababu
mwanamke huyu uliyemtwaa ni mkeo mtu, ni mke wa mtu. Abimeleki akasema hivi, mbona nilimuuliza Ibrahimu akasema ni ndugu yake, na mwanamke mwenyewe nilipomuuliza akasema ni ndugu yake? Mimi ninakosa gani? Nimefanya haya ili kuridhisha moyo wangu, na mikono yangu iko safi, manake huyu nimejihakikishia ya kwamba sio mke wa mtu. Mungu akamwambia hivi, mrudishe, huyu ni mke wa mtu. Mambo ambayo yamefanyika kwa muda huu ni kama mambo ya kawaida. Kuna mambo sasa hivi yamefanyika kama ya kawaida, lakini yanaharibu maisha ya watu kwa namna si ya kawaida. Dhambi ambayo ingefanyika na mfalme, angekufa mfalme na watu wote aliokuwa nao. Wewe unapojiingiza kwenye kufanya dhambi, unajua wewe mwenyewe unakuwa watu wengi sana duniani. Dhambi inaondoa ujasiri wa wajibu wa kiukombozi kwa watu wengine. Ndio maana ukiwa na uwezo mkubwa wa kuikwepa dhambi, unakuwa na uwezo mkubwa wa kuokoa watu kutoka kwenye dhambi. Dhambi ina uwezo wa kumkatisha tamaa mtu. Dhambi inaondoa thamani kwenye maisha ya mtu. Unajikuta thamani yako inapungua. Wewe mwenyewe unaona ile mambo yulaki yanaenda ngoja yaende, kwa sababu dhambi inaondoa ule uchungu na Mungu. Ile ladha ya kumpenda Mungu inaondoka, dhambi inaondoa. Na kupitia neno hili tunaweza kujifunza ya kwamba Abimeleki kwa nini alitokewa na Mungu? Shetani anapoleta uharibifu kwenye maisha yako, Mungu anawatokea watu wanaopanga uharibifu kwenye maisha yako kwa namna usiyojua. Kuna muda unaweza kufika sehemu ukakuta mtu akusalimia, au hata kama anakusalimia kwa namna ambayo hajapenda, una uhakika alipokuwa anapanga uharibifu kwa siri, Mungu alimtokea kwa siri wakati ambao wewe uelewi. Akamuonya. Hatuwezi kuwa na uhakika, hatujui kama Mungu alimwaga Ibrahimu akasema naenda kwa Abimeleki kumuonya juu ya Sara mke wako. Wenda kumwambia, lakini alienda akamwambia Abimeleki,